Ndugu zangu Waislamu, leo tunataka kukumbushana awwalu lailatin fil qabr, usiku wa mwanzo katika kaburi. Usiku wa mwanzo mtu ambaye kwamba atakuwa mgeni chini ya ardhi katika kabri, utakuwaje usiku huo? Hebu ufikirie usiku huo ndugu yangu Muislamu. Kaifa takunu awwalu lailatin fil qabr, itakuwaje siku itakapokuwa ndo mara yako ya mwanzo, ule usiku wa kwanza katika kabri, hali yake na vishindo vyake. Sasa hivi hapa tunapozungumza hamna umeme, na kila mmoja analihisi joto lake, na hapa ni mahala ambapo ni madda albasar, unaona mpaka nje huko, na hewa zinapita zina penetrate katika madirisha, lakini bado alajsamu tatasababu harra, mili inatoa jasho. Itakuwaje tutakapofukiwa chini ya ardhi siku hiyo? Kama hapa unahisi joto, jasho linakutoka, na umewekewa madirisha na milango mipana, kwa sababu kidogo tu umeme umeleta problem, hali imekuwa hukuizoea, unatamani hapa utoke upate hewa safi kule nje. Je, joto hili umelikompea na joto litakaokuwa chini ya kabri siku hiyo? Je, umeliwaza joto hilo mahali ambapo hakuna hata tundu moja inayopeleka hewa safi ndani ya kabri? Umelifikiria jambo hilo? Kiza kile ambacho umeme unakuwa umechukuliwa, umekifikiria na kiza cha kaburini? Awwalu lailatin fil qabr, usiku wa mwanzo katika kaburi. Kuna mshairi mmoja anasema, tallahi law aasha alfata fi dahrihi alfan min alawami malika amrihi mutanaiman fiha bikulli nafisatin mutaladhidhan fiha binuma asrihi la ya'tarihi fiha as-suqmu marratan kalla ولا تجد الغموم بباله ما كان كل ذلك بأن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. على سمة الله نعم لو عاش الفتى في دهره، laitani mtu ataishi katika ardhi hii tunayoishi alfan min al-a'wam, awe amepewa miaka 1000 ndo umri wake, akaishi katika dunia hii, tena miaka 1000 hiyo mutanaiman fiha bikulli nafisatin, Mwenyezi Mungu kamfungulia milango yote ya neema, hakuna anachokihitajia, min malbasin wa maakulin wa mashrabin wa mat'amin wa maskanin, kila kitu miongoni mwa neema za dunia anazo, na umri mrefu. Mutanaiman fiha bikulli naimatin, akawa anaogelea katika bustani la neema aina mbalimbali, umri mrefu, neema mbalimbali anazo. Mshairi anasema basi neema hizo zote, ma kana kullu dhalika bi an yafi bimabiti awwali lailatin fi qabrihi, haziwezi kabisa kuwa sawa na kulala usiku mmoja tu katika kabri. Atazisahau neema zote hizi, atayasahau mazuri yote haya ambayo aliishi katika dunia bila ya kuona kero lolote. Usiku wa mwanzo tu katika kabri yake atasahau kama kulikuwa na mambo hayo nyuma yake, atasahau kama kulikuwa na bustani au bwawa la neema akiogelea huku na kule. Kwa sababu ya nini? Bimabiti awwali lailatin fi qabrihi. Ndio maana Allah atauliza, ya ahla aljanna, enyi watu wa peponi, kam ishtum fil ardi adada sinin, kwani muliishi miaka mingapi duniani? Fayaquluna ya rab labithna yawman au ba'da yawm, miaka tuloishi tunadhani labda ni siku moja au nusu siku. Kwa wepesi wa mambo namna yalivyokuwa, kwa siku zinavyokwenda, labithna yawman au ba'da yawm, ni siku moja au nusu siku ya rab. Mwenyezi Mungu anasema basi khairu mattajartum, basi biashara yenu ilikuwa na faida kubwa, fi yaumin, katika siku moja, au nisfu yaumin, au nusu ya siku, rabihtum jannati, biashara yenu imeleta natija ya kupata pepo yangu, wa rahmati, na rehema zangu, wa ridwani, na radhi zangu. Basi khaira mattajartum, biashara yenu ilikuwa nzuri sana ya siku moja tu au siku. Kweli mtu siku moja au siku apate kitu ghali kama pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi anawaambia na watu wa motoni baadaye, ya ahla an-nar
enyi watu wa motoni nanyi, kam ishtum fil ardi adada sinin, nanyi mmeishi muda gani katika ardhi? Fayaquluna ya rabbana labithna yawman au ba'da yawmin, na sisi pia ya Rabbi tuliishi siku moja tu au baadhi ya siku moja. Fayaqulu bisa mattajartum fi yawmin au ba'da yawm, na nyinyi ni uovu ulioje mlouchuma katika siku moja au baadhi ya siku moja. Nari, moto wangu, ghadhabi, hasira zangu, sakhati, laana zangu, zote mmezichuma hizi kwa muda wa siku moja tu au baadhi ya siku. Bisa mattajartum fi hadha al-yawm, ni kibaya mno mulichokichuma katika siku hiyo. Ndugu zangu Waislamu, siku ya kulazwa mwanadamu chini ya ardhi akaekewa juu yake na ubao, na sio hilo tu, watu wakammiminia tani za mchanga juu yake. Hapo ndipo itakapoonesha kabisa kwamba dunia tulokuwa tukiishi juu yake laysat bidari qararina, laysat bidari qararina. Dunia hii haina maana yoyote ya mtu akawa anajigamba, anakuwa na hope kwamba dunia mimi ndo kila kitu, akamsahau Mola wake azza wa jalla kwa sababu ya dunia. Atakuta kuona kwamba amepata hasara kubwa. Kabri wa Islam, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasema, kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi fazuruha, zamani nilikuwa nimekuambieni msiende katika makaburi kuyazuru, lakini sasa nendeni mkayazuru makaburi. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye kuliona kaburi tu tayari pale pale atapata umuhimu wa kubadilisha maisha yake, aende katika position nyingine kwa sababu ya kuliona kaburi. Bwana Mtume kafundisha ukifika kaburini ufanye nini? Assalamu alaikum ya ahla alqubur, amani iwe juu yenu enyi watu wa makaburi haya. Astaghfirullah li wa lakum, na kuombeeni msamaha mimi na nafsi yangu na nyie vile vile. Kwa sababu gani? Nyie mmeshatangulia, antum salafuna, nyie mko mbele yetu, mshakwenda. Wa nahnu fi ithrikum, nahnu fi atharikum, na sisi tunakufuateni nyuma yenu, kesho tutakuja sisi, nyie mshatangulia, sisi tuko nyuma yenu. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib siku moja alipita katika makaburi, akasimama, akatoa salamu, akaomba na dua, baadaye akasema, ya ahla alqubur, enyi watu wa makaburi haya, amwalukum warathuha ghairukum, mali zenu mlizoziacha wameshazirithi watu wengine. Diyarukum sakanuha ghairukum, majumba yenu mlioyajenga wanaishi humo watu wengine. Azwajukum, na wake zenu mlioacha, tazawajna ba'dakum, wameolewa na watu wengine. Si haya ndo mambo muhimu katika ulimwengu? Si haya ndo mambo mazito katika ulimwengu? Mali, wake na majumba. Sasa mumeondoka, mmeacha katika mgongo wa ardhi. Kwa hiyo watu wamerithi, wengine wakaoa, na kila mmoja ameshaondoka katika dunia kaacha vitu hivi. Kwa hiyo Ali anawaambia, hadha huwa alkhabaru alladhi indana, hizi ninazokuleteni huko ndio habari tulizokuwa nazo hapa. Kama alkhabaru alladhi indakum, nyie huko kaburini mna habari gani? Mmoja katika masahaba akamuuliza Ali, atukhatibu almauta? Ya Ali, unazungumza na watu wameshakufa zamani, watakujibu nini? Unatarajia wakuambie nini? Wewe ushawaambia habari za duniani, inatosha, lakini wao watakujibu nini? Ali akasema, wallahi ma anta bimusmi'in, wewe si mwenye kuwasikilizisha, na unavyosikia wewe huna pawa ya kusikia kama wao wanavyosikia. Ndio maana Mtume alikuwa akizungumza nao kama mfano watu waliokuwa hai, kwa sababu kule kuna powerful life kuliko hii tunayoishi sisi katika dunia. Pale kila kitu kinabadilika, kila kitu kinakuwa powerful. Hiki tulichokuwa nacho hapo duniani ni kidogo sana. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema, wajaat sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid. Baada ya sakaratul maut inafuatia nini?
Mwenyezi Mungu kasema mwisho wa aya zake, fabasaruka al-yawma hadid, jicho lako leo ni kali kwa kuona. Sasa wakati ulipokuwa hai halikuwa kali hivyo kwa kuona, lakini umeshakufa, unaambiwa jicho lako lilivyokuwa na nguvu. Hakuna mfano wa maisha yoyote ulioishi likawa jicho lina nguvu kama mfano wa baada ya kifo chako. Sayyidina Ali anawaambia, mali zenu zimerithiwa na watu wengine, majumba yenu wanaishi watu wengine, na wake zenu wameshaolewa. Ulikuwa ukitoka ukienda markiti unamtilia na kufuli asitoke kwa wivu mkubwa. Unasema, mke wangu, sitaki kukuona ukitoa guu katika nyumba hii. Kila kitu unamfanyia wewe. Akipita mtu tu akimwamkia tu tayari umeshapigana vita vikuu kwa ajili yake. Leo umemwacha huku kaolelewa mbali. Wengine wanamfuata, na wengine ukishwa siku ya kufa wanauliza kabisa, kaacha mke huyo? Kaacha mke? Kaacha wangapi? Basi mimi namtaka yule mdogo kidogo. Watu wameshaanza kupiga kampeni ya kutaka kumfuata mkeo wapate kumuoa. Wewe umeshatangulia na amali yako. Waislamu, hili lazima tulikumbuke kabla ya kuondoka katika ulimwengu, na tuchukue rasilimali ya kwenda kututetea mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na tuchukue mambo yatakao kutufaa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Ali ibn Abi Talib anayaona haya na anataka kutupa sisi mauidha kwamba kila mlichokuwa nacho katika mikono yenu mtakiacha hapa ulimwenguni na mtaondoka nyie peke yenu, hakuna atakayefuata nyuma yenu. Mtume anasema ni vitu vitatu tu vinavyomfuata maiti. Yatba'u al-mayyita thalathatun, vinamfuata maiti vitu vitatu au mambo matatu. Mambo gani hayo? Maluhu, mali yake inamfuata. Wa ahluhu, na watoto wake, wake zake, jamaa zake wanamfuata. Wa amaluhu, na amali yake vile vile inamfuata. Pale akishakufa tu watoto wanamfuata, mali inamfuata, na amali inamfuata. Anakuwa anakwenda, vitu hivi viko nyuma yake katika ulimwengu. Lakini je, vitaingia katika kabri pamoja naye vitu vitatu vyote hivi? Aingie katika kabri watoto wake wakiwa kulia kwake, mali zake zikiwa mbele yake, mke wake akiwa upande wake wa kulia. Je, vitu hivi vyote ataandamana navyo bwana huyu? Bwana Mtume anasema la, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun, vitu viwili vitarudi nyumbani. Pale mlangoni mwa kaburi vitamwambia, Bwana Mungu anasema, walaqad jitumuna, saumu, hija, sadaqa na mengineyo mengi ambayo mja huyu kayafanya, ndiyo yatakayobakia pale. Akija malaika upande huu, sala inasimama inamwambia wala usimsumbue huyu. Akija mwingine huku, zaka inasimama na hija inasimama. Alhasili anakuwa mudallal wa muhatun bi a'mali salihat, kisha zungukwa na matendo mema yote. Mtu huyu kapumzika katika rawdatun min riyadil janna. Lakini hakufanya kitu huyu. Mola wake ilikuwa ni pesa, akiona shilingi anaiambia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Leo shilingi ile anazikwa, haivuki hata katika mlango wa kaburi, inaachwa majumbani, inamwambia basi widaan, tutakuja kuonana, na hakuna kuonana tena baada ya hapo. Ndugu zangu Waislamu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam kamwambia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya Abdullah, kun fi dunya kaannaka ghairi sabil. Ewe Abdullah, we ninachokutaka kukuhusia hapa, ishi katika ulimwengu kama mfano wa mtu alokuwa mgeni au mpita njia. Mgeni au mpita njia anapokuja hapa hana guarantee, wala mwenyewe hana idea kwamba mimi niko hapa miaka 10 mingapi. Leo anajua nimekuja kama ni kutarazak, kama ni kufanya biashara, baada ya wiki naondoka.
Sasa mtu mwenye kuishi katika dunia aishi akiwa kama mgeni, kwamba mimi nimekuja duniani, baada ya siku 2-3 nitaondoka kama wanavyoondoka watu wengine. Kwa hiyo Bwana Mtume anamwambia, ya Abdallah, kun fi dunya kaannaka gharibun au abiri sabil, ishi katika ulimwengu kama mgeni au mpita njia. Wa idha asbahta, na kutakapokuwa asubuhi, fala tantadhiri almasa, usisubiri jioni. Wa idha amsaita, na kutakapokuwa mchana, fala tantadhiri sabah, usisubiri kesho asubuhi. Usingoje mpaka ukaona mimi nitapata umri mpaka nifike jioni ndio nitatekeleza habari hii. Hujui utaondoka lini. Wangapi tulikuwa nao Ramadhani iliyopita wakati ya nia kwamba maadamu mwaka huu sikufanya hili, mwakani nitakuja kufanya hili. Leo wote tumeshawazika, wote washatangulia mbele ya haki, na sisi tuko nyuma tunafuata, nasi hatujui ni lini. Hatujui tutaimaliza Ramadhani, hatujui tutamaliza wiki, hatujui tutamaliza masaa 24. Hiyo ni siri kubwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo inawekwa wazi binadamu apate kuona kwamba umuhimu wa yeye kuwepo katika dunia ni kuchuma kwa ajili ya kwenda kuitafuta akhira. Sayyiduna Muhammad katika hadithi iliyopokewa na sahaba Bara ibn Azib radhiyallahu anhu anasema, خرجنا يوما مع رسول الله بجنازة الأنصار, siku moja tulitoka pamoja na Mtume tumebeba jeneza la mmoja katika Ansari, kisha kufa tunampeleka. Hatta ataina ila alqubur, mpaka tukafika katika makaburi. Tulipofika makaburini, fajalasa an-nabiy wa jalasna hawlahu, jeneza likaekwa chini, Bwana Mtume kakaa kitako na sisi tukakaa pamoja naye. Faqala an-nabiy, Bwana Mtume akasema, wa biyadihi udun yankutu biha al-ard, mkononi mwake kakamata mti, kijiti, ujiti ambao anapiga piga ardhi kwa ujiti ule, akituambia ista'idhu billahi min adhab al-qabr, ista'idhu billahi min adhab al-qabr, jiepusheni kwa Mola wenu na adhabu ya kaburini. Mara 3 akawaambia, hii kaburi hii ina adhabu zake. Bibi Aisha anasema akishaingizwa tu mtu tayari linamkimbilia joka kichwani kwake na joka miguuni mwake na joka pambizoni mwake. Haya yamewekwa kwa ajili ya punishment ya kwanza kwa mja ambaye kwamba alikuwa akimbarizi Mwenyezi Mungu kwa maasi katika dunia. Ista'idhu, jiepusheni kwa Mwenyezi Mungu min adhab al-qabr 3, semeni Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr. Na Mtume alikiomba katika sala zake zote, akimaliza tahiyatul mubarakat, baadaye usema Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal, min fitnati a'udhu bika min adhab al-qabr, na kuomba uniepushe na adhabu ya kaburini, fitna ya uhai, fitna ya kufa, fitna ya masih ad-dajjal, kwa sababu katika kaburi kuna adhabu kali. Kwani Mungu, Mtume wa Mungu anaomba aepushwe na adhabu ya kaburi wakati hana dhambi? Mwenyezi Mungu asema liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Sisi tunaobeba madhambi magunia hatutaki kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala kaeka mambo haya ya kifo binadamu apate kuona ile aya inayosema walal akhiratu khairul laka min al-ula. Umuhimu wake ni mkubwa sana. Ndio masahaba walikuwa kiaona haya wakiomba Mungu wakisema Allahumma ij'al ad-dunya fi aydina wa la taj'alha fi qulubina, ya Rabbi, jalie hii dunia iwe katika mikono yetu, usijalie ikawa katika nyoyo zetu. Ikiwa katika nyoyo zetu itakuwa tabu kuitoa wakati ukishafika, lakini ikiwa mikononi, wakati ukishafika tu tunairembea, tunakwenda zetu, kwa sababu iko mikononi. Tunatasarraf sisi tunavyotaka, sio dunia inatufanya sisi inavyotaka. Hiyo sisi tunaifanya tunavyotaka sisi dunia. Ndio maana mmoja katika wanachuoni anasema sakranun bihubbi dunya ashaddu min sakranin bikhamriha, mwenye kulewa mapenzi ya dunia basi mvinyo yake ni hatari sana kuliko mtu mwenye kulewa pombe ya dunia. Umelewa pombe ya dunia,
baadaye utakuja pata akili. Lakini umelewa mapenzi ya dunia, akili huipati mpaka roho inatolewa, ndipo inapokuja fikra, ala, kumbe dunia ilikuwa sio nyumba ya maisha kwangu mimi. Leo ninaiacha dunia, leo ninaasha kila kitu changu. Nilikuwa wapi mimi? Siyakumbuki haya. Ya man biduniyahu ishtaghal, na kuambia wewe uloshughulika na dunia yako, wa gharrathu tulul amal, na yakakughuri mambo mengi na faida na hofu ya kwamba utaishi tena na tena katika dunia. Almautu yati baghtatan, mauti yanakuja kwa ghafla. Walqabru sunduqul amal, na kaburi lako ndo sanduku amal yako. Sasa kama unataka kuokoka hapa, ndugu yangu Muislamu, fuata hadithi ya Mtume inayosema ista'iddu lilmauti qabla an-nuzul, jiandaeni na kifo kabla hakijafika kifo hicho. Ya Musa, Mwenyezi Mungu anamwambia Musa, la tansa almauta lianna almauta la yansaka. Ewe Musa, usisahau kifo kwa sababu kifo hakikusahau wewe. Vipi atasahau kifo mtu ambaye kifo hakimsahau? Ajibtu, nimeshangaa mno. Ajibtu lidhi lahin qad laha ajibtu wama li la ajabu. Ajibtu, nimeshangaa mno. Shairi anasema kwa yule mwenye kucheza katika dunia, kaifa yalhu, vipi anacheza? Ayalhu man nafsuhu tamutu wa ayamuhu tadhhabu, anacheza yule ambaye kwamba roho itatoka siku moja na siku zinapita. Ara almauta ara al-laila wan-nahara, naona usiku na mchana. Walmauta yatlubuni, na mauti yananifuata nyuma haraka haraka, hima. Ndugu zangu Waislamu, isije tukawa hatujiandai na kifo, kikaja kwa ghafla siku ya kuondoka, ndipo tutakapokumbuka kwamba ala, kumbe kulikuwa na kitu kinaitwa kifo. Itakuwa tumechelewa mno. Allah anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Mwenyezi Mungu anasema ni sasa, sio baadaye. Ni sasa hivi. It's now or never. Ni sasa au hapana tena. Wakati huu wa sasa hivi Mwenyezi Mungu anakuambia kila nilichokupa, facility zote za maisha zitumie sasa hivi kabla ya siku ya kufa haijafika. Wa anfiqu, kama una pesa zitoe kabisa. Wa anfiqu mimma razaqnakum, toeni miongoni mwa yale tulowakuruzukuni tukawapeni, min qabli an yatiya ahadakumul maut, kabla ya mja wenu haijafika mmoja wenu siku yake ya kifo. Kwa nini ya Rabbi unatuhimiza hivyo? Kwa sababu anasema fayaqula, siku ya kifo mtu atasema laula akhartani, ya Rabbi nipe muda kidogo nisife sasa hivi. Kule katika National Bank na 1000 milioni, katika banki ya watu wa Zanzibar na 1000 milioni, katika Standard Chartered Bank na 1000 milioni, katika Barclays Bank na 1000 milioni, katika banki ya nani na 1000 milioni. Ya Rabbi, malaini zote hizi ziko hapa, kwa nini unipi manake extra time nipate kuzitoa hizi ndo nife? Allah sema la, walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, wala hatochelewesha Mwenyezi Mungu roho ya kiumbe chochote wakati wake mtu ukishafika. Hakuna kuchelewa. Wakati ukishafika unaambiwa tayari umejiandaa. Hukujiandaa watu watashtukia tu fulani anaitwa marehemu. Mauti huja ghafula. Mauti huja ghafula. Mshairi wa Kiswahili anasema yani kifo kinakuja kwa ghafula, wala hayana muhula, mara huwa la haula, ameiaga dunia. Yanakuja kwa ghafula hivyo, na wengi wetu tunakufa hatuwezi kujua kwamba kwa nini tusichukue ibra kutoka kwa marehemu fulani. Alikuwa na anticipation, alikuwa na matarajio kwamba ala,
mimi nitakaa nikae tena, nitafika Ramadhani ijayo nitakuwa hivi na hivi. Tunaona kifo kimemchukua. Kwa nini tusichukue ibra kwa watu kama wale? Kifo kinakuja kwa ghafla. Kwa hiyo wakati huu wa sasa ni kujiandaa. فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب, يا رب nipe muda mchache nifanye nini? فأصدق وأكن من الصالحين, nataka kutoa sadaka niwe mmoja katika watu wema. Allah anamwambia hakuna tena wakati mwingine. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hapa naomba yatakapomfika mmoja wetu mauti, qala, atamwambia Mola wake irji'uni, ya rabbi nirudishe tena duniani. Hapa kesha kuwa katika barzakh. Irji'uni, nirudishe katika ulimwengu, la'alli a'malu salihan fima taraktu, pengine nitarekebisha, nitakwenda kubadilisha, nitakwenda kuweka wazi mahala palipokuwa wazi. Khairi zilizonichupa zikanipita, mimi nitakwenda kuzirekebisha. La'alli a'malu salihan fima taraktu, pengine nitafanya vizuri katika yale niliyoyaacha ulimwenguni. Isikilize jibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Isikiliza jawabu ya Allah. Anamjibu nini mtu huyu? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Kalla, anaambia kalla. Kalla ni kilima cha rad'u na jaza, kwa ukali mno. Anaambia hapana, unataka kurudi tena duniani? Si ulitoka kule kule, unataka kwenda tena huko kwenda kufanya nini? Allah anamwambia kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Hicho ni kilima mtu lazima atakisema, na baina yake yeye kuna pazia ya kumregesha tena katika dunia mpaka siku ya kufufuliwa. Kama ni adhabu ataianzia pale mpaka siku ya kufufuliwa, kama ni neema ataianzia pale mpaka siku ya kufufuliwa. Kwa sababu Mtume anasema alqabru imma rawdatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin niran, kaburi ima ni moja katika shimo miongoni mwa mashimo ya motoni, au ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Allahumma ij'al quburana rawda min riyadil janna, ya Rabbi ajalie makaburi yetu yawe ni mabustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Anaambiwa kalla abadan, huna tena nafasi ya kurudi duniani. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun fa idha nufikha fi as-sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun. Na litakapopulizwa baragumu, fala ansaba, hakuna kujuana siku hiyo, hakuna nasaba, yule babangu yule nani yule fulani, la ansaba bainahum yawma idhin, hawatotambuana kwa nasaba siku hiyo, kila mmoja anamkimbia mwenzake. Vipi? Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Kila mmoja anamkimbia, mama anamkimbia mtoto, baba anamkimbia mwana, na mtoto anamkimbia mama, wa hakadha. Alkullu yafirru min akhihi au sahibihi au zawjatihi au abihi wa ummihi. Kila mmoja akiulizwa, vipi, mbona wananikimbia? Anasema nafsi nafsi, naitafutia mahala pa kuiweka nafsi yangu, naitafutia mahala pa kuiweka nafsi yangu, nimshughulikie mtu mwingine. Bibi Aisha kaambiwa na Mtume siku moja, sayaqifu an-nasu yawma al-qiyamati amama Allahi hufatan uratan ghurla, watasimamishwa watu mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, miguu haina viatu, nguo hawajavaa, wako uchi mbele ya Allah. Bibi Aisha akasema wa sawata,
heshima yangu itakuwaje siku hiyo, watu watizamane hivi na hivi, kila mmoja mtizame mwenzake uchi wake, aibu kubwa siku hiyo itakuwaje ya Rab? Bwana Mtume akamwambia, unadhani utaipata ile dakika moja tu ya kutaka kumtizama mtu uchi wake? Alkullu yawma idhin, kila mmoja siku hiyo lahu amro, ana jambo lake. Ndio Allah anasema yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni. Kila mmoja alokuwa nalo linamtosha, hataki kuongeza kwamba achungulie kwa mwingine na hivi na linamtosha mwenyewe alokuwa nalo, linamtosha. Kwa hiyo isije ikafika wakati wa majuto, fa idha nufikha fi sur fala ansaba bainahum yawma idhin wala hum yatasaalun, wala hawatoulizana leo kuna nini, vipi, ilikuwaje, ilikuwa. Kila mmoja anamwona na njia yake anakwenda, hawaulizani. Na zaidi ya hilo, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye itakuwa mizani yake kubwa, ina wizani siku hiyo nzito, kafanya matendo mema, kajaza kapu lake la mema, faulaika humul faizun, watu hao ndo watu watakokuwa wamefaulu. Waman khaffat mawazinu, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu ya mambo mema, faulaika, watu hao humul khasirun, ni wale walopata hasara, fi jahannama khalidun, wataishi milele katika moto wa jahannam. Allahumma la taj'alna minhum. Wakishaingia katika moto wa jahannam, Mwenyezi Mungu atawauliza, alam yatikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati yatluna alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yawmikum hadha. Kwani hawakuja mitume huko kukuambieni kwamba kuna moto? Hawakuja watu kukuhofisheni huko mpaka ikakupateni balaa hii? Watasema bala. Mwisho watasema nini? Rabbana, ewe Mola wetu, inna kikasisi ghalabat alaina shiqwatuna, ule uovu umetuzidia, ukatushinda, ukawa umetulemea katika migongo yetu, mpaka tukawa qauman dhalin, watu walopotea. Ya Rab, akhrijna, tutoe katika mambo haya. Fa in udna, tukirudia tena matatizo haya, basi fa inna zalimun, tutakuwa madhalimu wa nafsi zetu wakubwa. Ya Rabbi, tutoe. Mwenyezi Mungu atawajibu nini? Ikhsa'u fiha wala tukallimun, kaeni kimya huko wala msizungumze na mie. Siku hiyo Mungu hasira zake kubwa. Sasa hivi ni wakati mzuri Muislamu kufanya kile ilichokuwa mbele yake, kabla ya wakati haujafika. Wakati ukishafika, atakuja malaika. Sayyiduna Bara ibn Azib anasema, tulipokuwa tumekaa katika kabri, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatupa habari, akatuambia, innal abdal mu'min, hakika mja mwema, idha kana fi iqbalihi min ad-dunya, anapokuwa tayari anajiandaa kuingia katika dunia, kuingia katika akhira, wa idbarihi min ad-dunya, na kuiaga dunia, nazalat alayhi almalaika, wanamshukia malaika. Mja mwema huyo, malaika wake wanamshukia ni wepi? Bidul wujuh, walikuwa na nyuso zilizokuwa na nuru, zinang'ara nyuru zao, nyuso zao, kwa sababu ya wema wa mtu yule. Fayajlisuna amamahu, kisha wanakuja wanakaa mbele yake, madda albasar, kaupeo kabisa, na yule mtu anawaona na malaika wako pamoja naye. Hayati malakul mauti, alafu anataqaddam mwenyewe mzee wa kutoa roho zile, malakul mauti. Fayunadi, yeye kazi yake anainadia tu ile roho, anaiambia, ayyatuha ruhu tayyiba, ewe roho nzuri, nafsi iliyokuwa imetakasika kwa matendo mazuri ya Mwenyezi Mungu, ukhruji, hebu toka, ila rabbiki, kwa Mola wako uende, wa rabbuki, na Mola wako radhin anki, yuko radhi nawe, ghairi ghadban, hana hasira kwa siku ya leo. Ukhruji, toka.
Mtume anasema fatakhruju ruhuhu salisatan sahlatan kama yasilu alma'u min fami siqa, roho yake itoke kwa upole kabisa kama mfano wa vile maji yanavyotiririka kutoka katika mdomo wa mtu kama kayanywa kwa wingi. Maji yale yanatoka kwa upole, ndivyo roho itakavyotolewa kutoka kwa mtu alokuwa ni abdul mu'min, kafanya kazi ya ziada kumridhisha Mola wake katika ulimwengu. Fayajalunaha, wanaichukua roho ile fi akfani min aljanna, katika sanda za peponi, wanaichukua mpaka katika iliyin, kisha inarudishwa katika ardhi, kwa sababu Mungu anasema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akisharudishwa mwenyewe roho katika kabri yake, sasa anawaona malaika wawili wanakuja, fayasalanihi, wanamuuliza man rabbuka, mola wako. Fayaqulu rabbi Allah, mola wangu ni Mwenyezi Mungu. Man nabiyuka, mtume wako. Muhammadun nabiy, Muhammad ndo mtume wangu. Kitabuka, alquranu kitabi. Fayaquluna sadaqt, malaika wanaambia umesema ukweli. Na wanasikia sauti Mwenyezi Mungu anasema sadaqa abidi, amesema ukweli mja wangu. Faafrishuhu fil janna, hebu mtandikieni kapeti njia ya kumuonesha anakwenda peponi. Mja mwema anaiona njia yake ya kwenda peponi, anamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi aqimis saa, ya Rabbi kisimamishe kiyama. Hizi raha zilizokuwa hapa zinanitosha kwa sasa hivi, hakuna kiyama, usilete tena kiyama hapa nilipofika mimi. Ya Rabbi aqimis saa, kisimamishe kiyama. Na mtu yule kama ni muovu, Mwenyezi Mungu anasema fayataqaddamu ilayhi malakul maut, anakuja malaika wa mauti, anainadia roho yake, ayatuha ruhul khabitha, ewe roho chafu wewe, ukhruji, toka ila rabbik, nenda kwa Mola wako. Wa huwa ghadbanun alayki sakhitun, na huku Mungu wako ana hasira na wewe na machungu. Ishta fi ardhihi wa abadta ghayrahu, umeishi katika ardhi yake lakini ibada unamfanyia mwingine. Akalta rizqahu wa lam tuaddi faraida, riziki yake unakula lakini faradhi zake hutaki kutekeleza. Rudi sasa, toka kwa Mola wako, na Mungu ana hasira na wewe. Anaivuta malakul mauti ile roho kama mfano wa mkulima anapongoa mti uliokuwa na mizizi iliyostawi vizuri chini ya ardhi. Ile mizizi inatoka huku inadata, inakatika, ndivyo roho yake inavyotolewa. Inatoka kwa machungu makubwa mpaka kiwiliwili chake chote kinakuwa munsajiman katika uchungu. Na ghasilul mayyit anapokuja kumkosha maiti yule, basi mwili wake huwa unazungumza kwa lisanul hal, unamwambia mkoshaji, ya ghasil, ewe mwenye kukosha, la tasubbu ma'aka harra, usinimwagie maji yalokuwa moto, wala baridan, wala yalokuwa baridi sana. Lianna jasadi majruhun bikhuruji ruhi, kwa sababu mwili wangu umejeruhiwa kwa kishindo cha roho kutoka. Kishindo kile kimeacha majeraha, ile roho ilipokuwa inatoka tu imeacha majeraha. Kwa hiyo wewe mwenye kukosha, maji yako yawe baina, yasiwe moto wala yasiwe baridi. Huyu kapata kipigo kikubwa wakati wa roho yake kutoka, akiangalia buku lake la mema lote sifru liyadain, hamna kitu. Anaondoka katika dunia akiwa hana kitu, dunia peke yake kaiweka mbele, kafanya ya kufanya kwa sababu ya dunia, kayakosa makubwa kwa sababu ya dunia, kamsahau Mola wake kwa sababu ya dunia. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika alyawma tunsa. Mtu yeyote alomsahau Mwenyezi Mungu siku hii hapa duniani, na siku hiyo atasahauliwa. Ataulizwa, mbona umenisahau ukanifufua kipofu? Naambia ndio, aya zetu ulizisahau ukazifanya huzijui, na leo nasi tunakusahau. Nani atakukumbuka siku hiyo baada ya kukusahau Allah subhanahu wa ta'ala? Idhilali, ndugu yangu Muislamu. Kwa hiyo wakati unao sasa hivi, jiandae na safari hii, kwa sababu kifo hujui wakati gani kinakuja.
عليك بتقوى الله إن كنت غافلا، عليك بتقوى الله فإنك لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه بالغيب تنسج وهو لا يدري. وكم من عروس زينوها لزوجها وأرواحهم تقبض في ليلة القدر، وأرواحهم تقبض في ليلة القدر. وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من مريض كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. أنا kuambia mshairi, jilazimishe kukamata takwa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe hujui. Idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr, usiku ukifika hujui kama utafika al-fajr, au nani anajua kwamba kesho nitafika. Hiyo siri ya Mwenyezi Mungu, mpaka malaika mwenyewe mauti hajui. Siku moja Imam Malik ibn Anas radhiyallahu anhu aliota ndoto, akamwota Israil katika ndoto yake. Akamwona malakul maut, akamuuliza, ya malakal maut kam baqiya min umri, ewe malaika wa mauti, nimebakisha miaka mingapi nihame dunia hii? Wewe ndo mtoaji roho, wewe ndo muwakkalu biqabdi arwahi alibad, kwa hiyo utanipa mimi akiba ya umri wangu uliobakia, pengine nibadilishe mwendo wa maisha yao. Imam Malik akamwona malakul maut, akamuuliza, ya imam, ya malakal maut kam baqiya min umri, nimebakisha miaka mingapi? Malakul maut akamuonesha vidole vinne au vitano, akamuonesha vidole vitano, maana ishara ya kwamba haya mambo bwana, jawabu lake hili. Sasa kabla ya kuelezwa katika tafsiri ya vidole vinne vile nini, Imam Malik akazindukana katika usingizi, ndoto ikavunjika. Sasa wasiwasi ukamwingia, isije ikawa vidole vitano vile ni siku 5, au isije ikawa ni dakika 5, pengine inaweza kuwa pengine sekunde 5, labda ni sasa hivi. Lakini yupo imamu mmoja muawil mwenye kuzifasiri ndoto, akaona mwende, anaitwa Muhammad ibn Sirin. Baba yake alikutikana na Khalid ibn al-Walid katika tempo moja ya wanasara walikuwa wakifanya ibada katika jumba lao, akamchukua Sirin, akamchukua baba yake Musa ibn Nusayr na baba yake Muhammad ibn Sirin, kawachukua hao. Walikuwa wanachuoni wakubwa baadaye, na watoto wao walikuja wakawa wanachuoni. Sasa mmoja kawa muawwilur ru'a, mwenye kutafsiri ndoto, akamwambia, bwana sikiliza, habari hizi nao kuambia kwamba umemuona malakul maut, maana yake nataka kukuambia sio miezi 5 wala sio siku 5 wala sio masaa 5 wala sio dakika 5 kama unavyodhania. Alikuwa nataka kukupa message kwamba inna jawaba sualik, jibu la swali lako lilomuuliza, fi 5 umurin au 4 umurin la ya'lamuhunna illa Allah, yako katika mambo manne ambayo Mwenyezi Mungu peke yake ndo mwenye kuyajua. Mambo gani hayo? Akamwambia, nieleze ni mambo gani? Akamwambia, inna Allaha indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. Haya ni mambo 5 ambayo hakuna kiumbe anayejua isipokuwa mwenyewe Mwenyezi Mungu peke yake. Kwa hiyo mimi malakul mauti, kama unaniuliza lini nitakufa, mimi siwezi kukuambia. Mimi ninafanya kutumwa tu, naambiwa huyu tayari, sasa ninakwenda nachukua roho yake. Siri kubwa, mwenyewe peke yake ndio mwenye kujua habari hizi. Kwa hiyo isije ikafika wakati huo binadamu huna cha kupeleka kwa Mola wako. Allah anakuambia, watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. Kwa hiyo alaika bitaqwa Allah, jilazimisha kumcha Mwenyezi Mungu. Fa innaka la tadri, kwani hujui wewe, idha janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr, usiku ukifika, je utafika alfajiri? Ni wangapi tumewaona watoto wadogo wanaondoka, wanabakia wazee.
wanabakia wazee. Wengine wanaona ala, mimi na babu yangu sasa hivi na miaka 80, inaelekea mimi nitafika 100. Wapi? Na bwana mtume kasema a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umri wa umma wangu, ile level ya umri au maximum ya umri wa ummati Muhammad wataishi kati ya miaka 60 na 70. Kisha mtume katoa mwanya hapo kasema wa qalilun man yajuzu dhalik, na ni wachache wanaopita hapo, ni wachache. Ni kama sadaka, Mungu kawapa kidogo favor ya kuvuka kidogo hapo. Lakini wakifika 60 watu tayari, wafika 70 watu tayari. Sasa mtume kama anasema hivi, sasa tupige calculation katika umri wetu Mwenyezi Mungu ambao kashatupa sisi. Tuna miaka mingapi? Kama una miaka 40 hapo ulipo, piga hisabu katika 60 imebakia mingapi? Kama una miaka 50, piga hisabu imebakia mingapi katika 60? Kama 59. Watu wasifikiri kwamba nawaapiza, la, hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume anasema hasibu wa anfusakum kabla an tuhasabu, yenyewe mnatakana kujifanyia hesabu wenyewe kabla hamjahesabiwa na Mola wenu siku ya kiyama. Kwa hiyo ni simple mathematics kwa mtu kuangalia tu umri wangu sasa hivi niko 59, bado mwaka mmoja. Au imefika ile ni 59, lakini wewe ulizaliwa katika Disemba, imefika sasa Novemba, Disemba inaingia, bado mwezi mmoja. Kwa ajili hiyo Waislamu, haya yote tunayafanya kwa sababu ya kutuweka attention. Alama ya hatari imeshatangazwa zamani. Anytime anaweza kuingia malakul maut, na akishaingia hakuna mtu atapata habari. Anaingia mahala pawe na nani na nani. Malakul maut angekuwa anaonekana huyo. Ulimwenguni kuna watu wanaitwa super power, kuna watu wana maguvu hatari, wanaweza kuvuruga ulimwengu kwa silaha zao. Kama wangekuwa wanamuona malakul maut siku ya kuja, zile nuclear zote angepigwa yeye. Lakini anakwenda anachukua roho, watu hawana habari kaingia na wapi wala katokea na wapi. Angekuwa tajiri, kwa sababu kuna mambo ya corruption, ya bribe na hivi na hivi, angeitwa malakul maut. Kishabisha anamwambia mja, leo siku yako. Mja yule anamwambia, njoo bwana tuzungumze vizuri. Unataka ngapi kwani bwana? Chukua. Akamwambia, Mungu sijamuona. Lakini wapi, atakapokuja hatizami chochote, hajui kuspend malakul maut, hajui dola wala dinari wala shilingi wala nini. Akija anakuja kutekeleza, la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'maru. Sasa unabakia kusaga meno. Wakati umepita, unaoneshwa mahala pako unaposhukia kabla hujaondoka. Sasa pale ndipo unapolia, ya zallatan kutibat fi ghaflatin dhahabat, ya hasratan baqiyat fil qalbi tahriquni, ana al-abdu alladhi yughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-maasi wa aynu Allahi tanzuruni. laysa al-ghariba gharibu ash-shami wal-yamani, inna al-ghariba gharibu al-lahdi wal-kafani. لا تنهرن غريبا حال غربته، فالدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني. كأني وبين تلك الأهل ممطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وجاءني منهم قوم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني. Anasaga meno wakati anauona umeshapita. Hakutumia nafasi zile kumcha Mola wake, kafanya Ramadhani na miezi mengine yote sawa kwake yeye. Akiambiwa Ramadhani anasema Ramadhani mchana tu, usiku kama kawaida. Siku hiyo anaingia malakul maut, analia katika sauti yake, anasema jama, ana al-abidu alladhi, mimi ni yule mtu ambaye alikuwa akifunga milango kwa ajili ya kuyafanya madhambi. Unafunga mlango
Umejiingiza ndani ya room wewe peke yako na Laila, uko pale ndani, hujui Mungu, hujui hadithi, hujui sunna, hujui dhambi, hujui aibu, hujui fedheha, wala una aibu wala hujui vibaya. Uko pale kazi yako unataka kutumia dakika 5 zile kwa kumbarizi Mwenyezi Mungu na kitendo ambacho kinaitikisa arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mwenyewe anajisema pale sasa hivi ana regret, anajuta, anayarudia yale aliyokuwa kayafanya. Anasema ana al-abidu alladhi yughliqu al-abwaba mujtahidan ala al-maasi wa ainu Allahi tandhuruni, mimi ndo yule nilokuwa nikifunga milango juu ya kufanya zina na jicho la Mungu kumbe lilikuwa likiniona. Mwenyezi Mungu kumbe alikuwa akinitazama tu, ananiambia twende tu, utafika siku yako, itafika siku yako, itakuwa la mafarra la, huna mahala pa kukimbia. Na leo ndo siku imefika. Miguu inapiga kama kuku alochinjwa bila ya huruma, na huku denda zinamtoka, na sauti ya ng'ombe si ya ng'ombe, ya chura si ya chura, ya kondoo si ya kondoo. Alhasili mtu pale, wale walokuwa hai wanamhurumia, wanachanganyikiwa, hawajui wafanye nini kwa hali wanaoiona pale. Na hali hiyo Mwenyezi Mungu anasema falawla in kuntum ghayra madinina tarji'unaha in kuntum sadiqin فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. Sisi sote tuko pale tumemzunguka. Allah anasema wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiru, sisi ndo tuko karibu na yeye zaidi kuliko nyie. Nyie mmemkamata huku na huku, wengine wanapima pressure, wengine wanapima moyo mapige, lakini Mungu anasema hamuko karibu kama sisi tulivyokuwa karibu na mja wetu huyo. Sasa irudisheni roho au asife, mzuieni kama mna uwezo huo. Na huku malaika wanazunguka wanakuambia Abdullah tufna mashriq al-ardi wa maghribaha nabtaghi laka luqmata aishin taakulaha falam najid, si tumekutafutia tonge angalau moja riziki yako katika dunia, hatukupata. Hakuna riziki yako tena, kwisha kila kitu. Wakati sasa tunakusafirisha, unapelekwa ila aina, unapelekwa wapi? ila rabbika yawma idhinil masaq, unapeleka kwa Mola wako. Nini umebeba? Kwa nini unachopeleka? Kitu gani? fala saddaqa wala salla walakin kadhaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta awla laka fa awla thumma awla laka fa awla أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. Unapeleka kwa Mola wako, huna sadaka, huna zaka, huna saum, huna ibada yoyote. Ulikokuambia bwana adhana tayari, twende msikitini, kasali wewe uende peponi, mimi nitaenda motoni. Bwana funga, nifunge nini? Chakula kipo, kila kitu, nikae na njaa bure bure tu ya nini? Wewe siku hiyo ndo unapelekwa, huna kitu, huna kitu. Laisa al-ghariba gharibu ash-shami wal-yamani innal ghariba gharibu al-lahdi wal-kafani. Anakuambia ugeni sio ule wa kwenda Syria au kwenda Yemen Sanaa, mtu akajiona yeye ni mgeni. Huo si ugeni. Ugeni ni ule wa kulazwa chini ya ubao, ule ndo ugeni. Watu watakapopokea pale huwajui ni akina nani, huwajui Munkar na Nakiri wamekaa vipi, hujui utapewa nini baada ya kuingia shimoni pale. Ule ndo ugeni, na ule ndo ugeni wa kuandaliwa, ule ndo ugeni. la tunhiranna ghariban hala ghurbatihi fadahru yanharuhu bidhulli walmihani safari baidun wazadi lan yuballighani wa quwwati dha'fat walmaut yatlubuni. Safari yangu ni ndefu jama, na huko nyuma kila kitu kinaniandama, na zawadi ni fupi, sikukamilisha zawadi yangu, na mauti yako nyuma, na mauti yamemsimamia. Malakul mauti anaitoa roho yake, huko anazungumza. Wenzake wanamzunguka pale, wanamwambia bwana khalika min albuka, acha kulia, ukilia si tufanye nini? Yeye anawajibu dani anuhu ala nafsi wa andubuha
وأقطع الدهر بالتفكير والحزن كأني وبين تلك الأهل ممطرحان على الفراش وأيديهم تقلبني. Anambia niacheni nilie wakati huu wa leo, bora nilie. Albukau yaghsilu alahzan. Huku dunia tunasema kilio kinafuta huzuni, lakini kilio hiki hakifuti, kinaongeza huzuni kwa mwenyewe na kwa wenzake waliokuwa pale. Mwambia dani niacheni nilie, kwa sababu sasa hivi ni wakati wangu wa mwisho, sina tena kurudi. Basi watu wanampeleka kulia na kushoto. Anasema mwenyewe وقد أتوا بطبيب كي يعالجني فلم أرى اليوم طبيبا ينفعني وستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني. na roho yangu itatoka sasa hivi. Nawaambia wale wanaomba basi tumuite specialist Dr. fulan fulan fulan, huu moyo tu. Anasema laisa liyawma tabiban yanfa'uni, leo hatonifaa daktari, acheni kupoteza pesa bure, pesa mtazipoteza, mie nitakufa. Anamwambia mie leo sifiki saa 12. Yeye mwenyewe anapiga mahesabu, anambia basi daktari mwacheni, laisa ara liyawma tabiban yanfa'uni, sioni manufaa yoyote kwa daktari, leo ni siku ya mwisho. إن الطبيب له علم يدل به إن كان للمرء في الأيام تأخير حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. daktari hana uwezo zaidi ya kukupa dawa na kufanya ule ushindi wake alopewa na Mungu, sio kurudisha roho ikae mahala ambapo inatoka. Abadan, uwezo huo hana. Baadaye anakuambia bwana mie nina 0%, nitakula bure pesa zako. Mwache huyo asubiri wakati wake tu, kisha fika basi atoke katika ulimwengu. Sasa roho inavutwa. سلت روحي وظل الجسم ممطرحا من كل عرق بلا رفق ولا هوني. Asema roho ikaanza kuvutwa kuanzia kidole gumba mpaka katika unywele, anapata ule uchungu wa roho yake inavovutwa, kisha inatolewa kwa bila ya huruma, na wanaziati gharqa, wanaitolea mbali. Baadaye kisha lala mwili wake pale. Anasema وجاءني منهم قوم فجردني من الثياب وآراني وغسلني. Kanijia mmoja wao akanieka room isolated kule peke yangu, kanambia jamaa msiingie kule. Faarani, kisha kaniacha uchi, wa afrajani, kaniacha peke yangu. Niko pale sina nguo zote nilizokuwa nikivaa ghali wameniambia hazikufai, na pengine macho yametoka hayafunguki. Ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ainu tatba'u ar-ruh, yale macho huwa yanaifuata ile roho. Yule malakul mauti anapoichukua akaanza kukimbia nayo kuipeleka katika sijin, basi maiti ubakia anaitizama, hana uwezo, kana kwamba nirudishie, lakini hawezi. Kwa hiyo macho yanabakia mufattahatan, yamefunguka hivi kwa nguvu sana. Sasa Mtume anasema yafungeni yale macho. Baadaye katika mambo makubwa anafanywa maiti, yanalainishwa macho, yanafungwa, asije akabakia vile vile kwa unyonge mkubwa alokuwa nao pale. Anasema waghassalani, akaja kunikosha, kanambia وأودعوني على الألواح ممطرحا وأسكب الماء علي فغسلني. Wakaanza kunimiminia maji juu ya mgongo, wakaanza kunikosha, wanamkosha pole pole. Mwenyewe anasema أسكب الماء علي فغسلني غسلا ثلاثا ثم نادى القوم بالكفن. Baada ya kunikosha mara tatu akamuitisha mwenye sanda, jamaa leteni sanda, tayari huyu tushampamba tayari, kisha safika. Na naletwa pamba zinatiwa humu na nyingine humu na nyingine kwenye tundu zake za kila aina, na nyingine kwenye mapaja yake mpaka kwenye vidole vyake. Kisha anatatiwa katika 3 lafaif, matatio matatu, anafungwa kama vile pipi unavyoiona ya watoto. Kisha fungwa. Hii ndo amali yake ya mwisho, na hii ndo dunia alikuwa akiipapia, na hii ndo kitu alichokuwa akimsahau Mola wake kwa ajili yake. Leo anaondoka, anaacha mizigo kwa mizigo ya mateso nyuma yake. Anasema wakaishtisha sanda, kisha wakanivisha. Walbasuni thiyaban la kumuma laha
wasara zadi hanutan hina hannatani, wakanivisha nguo isiyokuwa na mikono wala mifuko wala mshono, nguo tu hivi viguo mara 3 basi. Ikawa zawadi yangu kubwa ni pamba walizonitia katika sehemu zangu zile, ndo ninakwenda nazo, natoka nazo duniani na kwenda nazo akhira. Hachukui Cadillac, hachukui Mercedes, hachukui kasri, hachukui dola, hachukui shilingi, hachukui chochote kilichokuwa ghali katika ulimwengu. Kila kitu pamba, ukienda dukani mpaka mwenye duka atakuhurumia, atakwambia umefiwa, chukua bure. Hiyo ndio unaondoka nayo, unaingia nayo katika ardhi. Wasara zadi hanutan hina hannatani, mzigo wa kupeleka akhira ikawa ni pamba, wakati inavochovya inaingizwa na ndo naondoka nayo. واخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني, wakanitoa katika dunia bila ya zawadi inaonifikisha. واودعوني الى المحراب وانصرفوا نحو الامام ثم جاء ليودعني, wakanileta katika msikiti, wakaniweka mbele ya kibla, wakarudi nyuma ya imamu akasali kwa ajili ya kuniaga. Sallu alayya salatan la ruku'a laha wala sujuda la'alla Allah yarhamani, sala walonisalia ni sala ya ajabu, haina rukuu wala kiungo muhimu cha sujud. Kiungo kile mtume kaiita sala yote ni sijida kwa sababu ya kiungo kile. Anapoweka baba lake la mtu uso akaika chini akasema subhana rabbiyal a'la, basi sala yao walonisalia mimi haina rukuu haina sujud, lakini Mungu pengine atanirehemu kwa sala hiyo. Wa akhrajuni min ad-dunya fawa asafa على رحيل بلا زاد يبلغني وحملوني على الأكتاف 4 من الرجال وخلفهم من يشيعني وأنزلوني إلى قبري على مهلي وأنزلوا واحدا منهم يلحدني. Akasema baada ya kunitoa katika masjid kunipeleka kwao, wakanishusha katika kabri pole pole, bila ya mtu kuona kwamba afanye makeke wakati ule, pole pole kabisa, ala mahali, kisha wakaniweka chini ya ardhi. Wakashafa thawba an wajhi liyandhurani, yule mtu aliponiweka chini ya ardhi akapasua ile nguo kidogo apate kunitizama katika uso. Ndo baba pale anamwambia mwanawe, yabni kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kisha anambusu katika kipaji chake cha uso, anamwambia wa ila liqa, mpaka siku tutakapokuja kuonana tena. Yauma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirin, siku ambayo Mwenyezi Mungu atawakusanya walokuwa wa mwanzo na wa mwisho. Siku hiyo ndo tutakuona, hatuonani tena pale. Haleti barua wala telegram wala email wala simu, ndo kishaondoka basi. Sasa unabakia wewe. Umepata mazingatio gani wewe ulikwenda kumzika pale? Umefikiria nini wewe? Umechange, umebadilisha. Lazima urudi uchange your attitude, baadaye urudi kwa Mwenyezi Mungu kwa tauba. Baada ya kushuka pale chini anasema wakashafa thawba an wajhi liyandhurani wasakaba ad-dama min aynayhi aghraqani faqala hullu alayhi at-turaba waghtanimu husna thawabi min al-jabbari dhil minani. Anafikiria sasa nyumbani kwake, jamaa wakanishushia zile zote tani za mchanga, baadaye wakaniacha peke yangu, alafu wakaondoka mmoja mmoja. Huko nyumbani sasa, tazawajat zawji balan laha badali wa malakathu fil amwali was-sakani, mke wangu kishaolewa, mali yangu imeshatumika, watoto wangu wanamtumikia, na kila kilichokuwa ghali nimekiacha, nimebakisha nini mimi? Basi anamwambia Mwenyezi Mungu, mali siwaka ilahi man yukhallisuni, sina isipokuwa wewe ya Rabbi atakayeniandaa na habari hii. Waislamu, Mwenyezi Mungu inshallah tujalie ni wenye kupata tathbiti katika vifo vyetu, tukumbushwe kauli ya la ilaha illa Allah,
tukumbushwe kaulu thabit wakati huo. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tubu ila Allah. Tanisamehe sana kwa kurefusha. Wajazakumullahu khair.